Yes, mtazamaji wangu popote pale ulipo, basi nasema ni asante kwa sababu ya muda na wakati kama huu. Ni siku ingine ambaye Mungu ameifanya, ni siku ingine ambaye Mungu ametuwezesha. Nataka niweze kuachilia neno la Mungu majira kama haya na masaa kama hii, na najua Mungu ataweza kutenda mema na Mungu wa rehema ataweza kuonekana. Nataka tuweze kusoma maandiko katika kitabu cha Mithali mlango wa 24 mstari wa 17. Katika kitabu cha Mithali mlango wa 24 mstari wa 17. Maandiko yanasema hivi. Katika kitabu cha Mithali, in the book of Proverbs chapter 24 verses 17. Mithali 24:17. Maandiko inasema hivi: usifurahie adui yako angukapo, wala moyo wako usishangilie ajapojikwaa. Bwana Yesu asifiwe. Yani usifurahie adui yako angukapo. Unajua hili neno ingine ambaye sisi wanadamu sio neno ambaye ni rahisi, wala sio neno la kawaida. Unajua kama kuna mtu ambaye unajua kwamba huyu mtu huwa anatupiga vita, anafanya tulie kila mwaka, tunazika kwa sababu yake. Yani kila mwaka tunalia kwa sababu yake, alafu ukuje usikie kwamba yule ambaye anawapigishaga vita yeye ndiye amekufa. Na kuambia kama mwanadamu utafurahia, kama mwanadamu utacheka, kama mwanadamu utarukaruka, lakini maandiko inasema asubuhi ya leo ya kwamba asubuhi na mchana wa leo ya kwamba usifurahie adui wako angukapo. Yani adui yako ajapoanguka usije ukafurahia, wala moyo wako usishangilie wakati adui wako amejikwaa katika mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa yale magonjwa unapitia, unajua adui ambaye amekutendea. Zile taabu ambazo unapitia, unajua adui wako ni nani. Lakini maandiko yanasema kwamba wakati adui yako amepata taabu, wakati adui yako amepata shida, basi usije ukafurahia anguko la adui yako. Usije ukafurahia kwa sababu adui yako ameanguka. Kwanza kabisa, wakati unasema ya kwamba fulani ni adui yako, hata na wewe jua ya kwamba wewe ni adui wa mtu. Jua ya kwamba kwa kutembea kwako kuna mtu uliyeudhi, akawa ukatengeneza adui. Katika hali ya kutembea kwako kuna mtu ambaye ulikasirisha, akawa adui kwako. Wapendwa, nataka ujue kwamba siku hizi makanisa tumejaa maombi mingi. Unapata kwa makanisa zingine, unapata washirika wanaambiwa kujeni na kiboko ya kuchapa maadui. Mkuje na kiboko ya kuchapa maadui na shetani. Yani watu wanatembea wamebebana. Ikifika masaa imefika, unaambiwa sasa jiandae sasa. Jiandae, tunataka kuwekelea shetani. Na kuambia adui anawekelewa viboko mpaka unashindwa hiyo makalio ya huyu adui ataistahimili aje. Yani adui anawekelewa viboko kwa makanisa, kuliko tufundishe watu namna na njia ya kutafuta uso wa Mungu, ama namna ya njia ya kuomba. Tunafundisha watu namna na njia ya kupiga maadui, wakati Biblia inasema kwamba penda adui wako na ubariki yule ambaye anakulaani. Lakini kwa makanisa tunaambia sana jiandae vizuri, jiandae vizuri, kamata shetani na kamata vizuri, unazungusha. Yani kwa makanisa tunafundisha watu kuondoa kuliko tufundishe watu kuomba. Unapata mtu anakanyaga shetani, anambonda, anafyeka, anamkusha, yani mpaka na mtu anaanguka na adui wake chini na mkomba dhabahu. Anamkamata, kamata shingo na kamata, ateremka naye, unaangusha chini. Wapendwa, maandiko yanasema kwamba penda adui wako. Na kama unapenda adui wako, basi siwezi tarajia ya kwamba adui wako anapitia shida, adui wako anapitia taabu na ukacheka. Sasa wanapata sasa hiyo gari zinapigana haifa inajidai.
Wewe unaona yule alikuwa anatesa. Huyo mama alikuwa anatusi kwa plot hata ameenda. Hii alishindwa kulipa nyumba kahaba. Hapana. Neno la Mungu yasema kwamba usifurahie adui yako anapoanguka. Watu wamezoea kuimba wakisema ya kwamba usifurahie juu yangu adui yangu. Yaani usifurahie ewe adui wangu, maana niangukapo nitasimama. Kumbuka hata wewe ni adui wa mtu. Wakati adui wako ameanguka, jua ya kwamba hata na yeye anaweza akasimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Hata na yeye anaweza akasimama tena. Na maandiko inaendelea kusema kwamba ukisoma mstari wa 18 inasema hivi ya kwamba Mungu asije akaona hiyo akakasirika. Unajua mimi neno la Mungu saa zingine inanishangaza. Yaani wewe unaombea adui zako, Mungu anajibu maombi. Na anasema tena usifurahie. Amejibu lakini usifurahie. Na tena anasema ya kwamba usije ukafurahie kwa sababu Mungu akitazama na aone ya kwamba baraka unafurahia kwa sababu adui yako amepigwa. Mungu anakasirika tena. Sasa shida Mungu anataka aje? Sasa kama amenipea ushindi, Gladys, baraka ni adui yako. Umeona kuna mahali maandiko yanasema kwamba atafanya maadui zako wapigwe hadharani mbele yako. Sasa hii yule mwenye anakutesanga upite pale hiyo uone anapigwa vipoko anagongwa, alafu ya tusicheke. Kwanza Gladys. Gladys anakuja ongezea goto. Sasa maandiko yanasema kwamba haufai. Mstari wa 18 inasema hivi. Mstari wa 18 inasema ya kwamba Bwana asije akaona hilo akakasirika akageuzia mbali naye hasira yake. Ya kwamba wakati utacheka, wakati utakapofurahia kwa sababu ya mabaya yenye adui wako anapata, basi ile hasira ya Mwenyezi Mungu inaweza kuondoka. Kama Mungu alikuwa ameamua kumaliza na wewe unacheka, Mungu anaweza kumhurumia. Yaani kicheko yako inaweza kuwa rehema kwa adui zako. Sasa hiyo ndio maana maadui zetu hatuwamalizaji wala tuwashindi. Kwa sababu wewe umeomba, Mungu amegonga adui yako, amemgonga moja, unakuja kushuhudia kwa madhabahu. Wapendwa, Mungu ametenda. Yule alikuwa ananiroga, ameona moto. Mungu anasema, kumbe wewe unafurahia unalimu. Kumbe wewe unafurahia. Kumbuka hata huyo ambao unasema ni adui wako ameumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. He was created in God's image, in God's likeness. So wakati Mungu anapoachilia hukumu juu yake, Mungu hawachilia hukumu juu yake kwa sababu Mungu anafurahia. Hapana. Anawachilia hukumu kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anahukumu kwa haki. Wakati umeomba ukaambia Mungu naomba unipiganie, unishindanie, Mungu akikushindania, mwambie Bwana mimi niliomba unipiganie, lakini wewe ukaona vyema upatie maadui zangu magonjwa. Mungu niliomba ukawe upande wangu, uniokoe na watesi wangu, lakini wewe Jehova umeona vyema uwaweke kwa kaburi. Lakini usicheke. Lakini najua ni jambo gumu. Hata mimi nafurahia kidogo. Kumbuka tu munazika kila mwaka. Munazika kila mwaka. Yule mwenye anatoa kafara kila mwaka yeye ndiye amekufa sasa. Nakwambia baraka bashi unaweka. Yaani hata kuchinja wambia wewe jioni kuna mbuzi tukule jioni. Kwa nini huu mwaka tuziki? Lakini maandiko yanasema kwamba hapana. Kila kikombe unapimia wenzako, hata wewe tarajia upimwe. Kama mimi unapia adui zako, msifurahie juu yangu niangukapo, hata wewe usifurahie juu ya maadui zako. So kuna kitu mimi nimejifunza ya kwamba wakati Mungu anatupigania kwa maadui zetu, tunapofurahia, tunapocheka, Mungu wanga anaondoa ile hasira. Adui yako anaamka. Wacha nikuambie, adui yako ambaye alikuwa amewekwa chini na Jehova, alafu kacheka, alafu akaamka, tafuta shimo ya kuingia. Kwa sababu ile atakuwekelea sasa ulikuwa unacheka. Ni kama sahi huyu mama ananipiga. Ananipiga alafu unanicheka. Na mimi najua ni Gladys mimi nakuweza, unanicheka na mimi nakuweza. Wacha huyu aniache.
Ndio maana maandiko yanasema kwamba wakati moyo wako utakaposhangilia ya kuwa adui wako wamejikua ama adui wako wameanguka, Mungu akiangalia hiyo atakasirika. Atakasirika. Na sasa hiyo anakasirika na yeye ndiye ametandika adui wako. Lakini anakasirika kwa sababu yale ambaye anatenda kwa ule haifai. Nipenye sasa huyo adui wako ndiye ameamua. Ndio maana unaona hata kwa makanisa tunabaki kung'ang'ana kutafuta baraka. Sisi wenyewe tumetengeneza uadui wenyewe kwa wenyewe. Mchungaji Maina akiamka akihubiri, mimi ni Pastor David nasema hai, mimi sipendangi Maina akihubiri, sijui nini. Tunatengeneza uadui. Baraka akiamka kiimba, unaona kwamba mwingine hawezi akambaka. Mimi Baraka akiimba siwezi mbaka. Tunatengeneza uadui sisi wenyewe. Alafu sasa hiyo tunaomba tukisema kwamba Mungu ondoa maadui, kanisa inabaki empty. Tukiondoa maadui na wale tunaondoa, wale maadui tunaondoa ni wale tuko nayo. Wale maadui tunaondoa ni wale wako karibu na sisi. Biblia inasema ya kwamba mbaya wako ni ule wa nyumbani mwako. Hata wale watu ambao wanakupiga vita ni wale wa nyumbani mwako. Mimi siwezi kukuroga, mimi nikuroge nini? Mchungaji, mimi siwezi kukoroga tusiendelee. Kwanza sijui kweli. Yule ambaye anakufanyia uchawi ni yule wale watu wa ukoo, wale watu wa familia. Huyo ndiye anakujua. Kwa nini msichana wa fulani aendelee? Kwa nini mtoto wa fulani apige hatua? Kwa nini wao ndio wafanye hivi? Hao ndio wanakupiga vita. Wacha nikwambie, kuna watu ambao unasema ni maadui, ni ndugu yako wa kuzaliwa, ni dada yako. Alafu wewe uko zile vuta, kata mpaka unafundishwa kuitisha radi. Itisha radi, tandika na radi. Unatandika dada yako na radi. Unamwekelea radi, lakini unasahau ya kwamba kikufa mizigo ya kusomesha watoto wake, mizigo ya kulisha watoto wake inabaki juu yako. Wakati wewe yako imekushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, hakuna mtu ambaye hana maadui. Hakuna mtu hana maadui. Unaona hata hii kuhubiri, naweza toka hapa niende nihubiri pale nje, na ile neno nimesema ikakukwaza mtu. Kwa sababu kuna watu wengine hawataki kuambiwa ukweli. Nifike pale niambie watu, wacheni kuvaa hivyo, mvae vizuri, wacheni malaya. Mimi nasema sasa huyu pastor, akibiu pastor, yani nasikia tu roho yangu inipendari, uadui nishatengeneza. Hakuna mtu ambaye hana uadui. Lakini wewe unaenda na maadui zako waje. Biblia inasema kwamba barikini wale wanaowalaani. Ni ngumu. Yaani ujue ya kwamba mimi ndio nimeomba kifo kwenu, alafu nibariki baba. Baba anasema ni asante kwa huyu ambaye ameua ndugu yangu. Wewe. Sasa hiyo ndio neno la Mungu. Hiyo ndio neno la Mungu. Unajua tunapendanga kuimba, natamani kufanana nawe. Unatamani kufanana na Yesu wakati Yesu anafukuzwa, anapigwa, anatemewa mate. Wao wanampiga baada anasema kwamba baba wasamee wajue nini wanafanya. Guza baraka leo. Sasa ameokoka mpaka anaenda hiya Rabi, lakini mguze. Nakwambia hiyo Rabi kae kando kwanza tulibane. Halafu tunaimba tukisema unatamani kufanana na Mungu. Unataka kufanana na Yesu. Yesu hakuwa na ukabila. Yesu hakuwa na fitina. Yesu hakuwa na mambo ya chini chini. Wapendwa, najua uko na maadui, lakini jua njia na namna ya kuombea maadui zako. Ndio maana kuna siku moja nilihubiri nikaambia watu ya kwamba maandiko yanasema katika kitabu cha Efeso ya kwamba vita vyetu si za nyama na damu, bali vita vyetu ni za kiroho. Wacha kupigana na mtu, pigana na ile roho ambayo inasababisha afanye hiyo kitu. Unapiga mzee vita, mzee wangu ni mbaya, mtoto wangu ni mbaya, mke wangu ni mbaya. Ni mbaya wapi? Kuna roho ambayo imetake control. Pigana na ile roho yenye imeingia kwa mtoto wako. Iwache mtoto wako abaki kwa salama. Pigana na ile roho ambayo imeingia kwa familia. Iwachane na familia. Familia ibaki kwa sawa. Bwana Yesu asifiwe.
mwanadamu atabaki kuwa mwanadamu, lakini maroho ni mingi, ina depend na ogani na mtawala hiyo masaa. Ndio maana unasikia mtu anaweza kukwambia kwamba fulani anakuanga mzuri, sijui nini imefanya, sijui kitu gani imefanyika. Sasa hiyo kuna spirit ambayo imemtawala. Wacha tuamini, tuombe. Baba mtakatifu ketie enzini, nasema ni asante kwa sababu ya wema wako. Ninakushukuru, ninakutukuza mfalme wa majeshi. Ninajua utatupatia ushindi dhidi ya maadui zetu, lakini umetuonya ukatuambia kwamba tusije tukafurahia wakati maadui zetu wajapoanguka, wala mioyo yetu isije ikashangilia wakati maadui zetu wanajikua. Baba, ninakuomba Jehova Jire, ninapoona maadui zangu wamepigwa na magonjwa, Jehova ni wewe, sio mimi. Mimi ni muombezi tu Jehova, lakini aliye na uwezo ya kuweka maadui zangu kwa kaburi ni wewe Jehova. Furaha ambayo mimi niko nayo ni kuona watu wako wanaokolewa, ni kuona hata maadui zangu wanakujua, ni kuona hata maadui zangu wanakiri ya kwamba wewe unaweza. Baba, kuanzia siku ya leo hatutaomba maombi ya kuvunja maadui, hatutaomba maombi ya kuwabonda, maana tunapoangamiza maadui, watoto wao ambaye hawana hatia wanabaki kuwa mayatima. Jehova, watoto wao sio maadui zetu, lakini kupitia maombi zetu ya chuki tunafanya watoto kuwa mayatima. Kupitia maombi zetu za chuki tunafanya Bwana wanawake wanabaki wajane. Jehova, ninakuomba kuanzia siku ya leo tupatie hekima ya kuombea maadui zetu, tupatie hekima ya kupambana na watesi wetu Jehova, na rehema zako ikaweze kutufunika, kwa sababu hata sisi wenyewe tunajua ni maadui za wengine. Jehova, ninakuomba ukatusaidie jinsi tutakavyokaa na wale wabaya wetu, jinsi tutakavyokaa na wale watesi wetu wanaotuzunguka. Tupatie moyo wa kuwabariki kuliko kuwalaani, tupatie moyo ya kuwapenda kuliko kuwachukia, tupatie moyo ya kuwajali kuliko kuwadharau, kwa sababu wewe peke yako unaweza. Baba Jehova Jire, kama upendo na tawala, basi hakuna adui atakayeonekana Bwana katika maboma zetu, hata katika madhabahu. Lakini upendo ikikosekana, uadui huwa inaanza kuonekana. Ninakuomba Jehova Jire, hata katika madhabahu haya, ninakuomba Jehova, wamama wanapotazamana wasije wakaonana kama maadui, hata kama walikwazana Bwana katika vikao zao. Baba, kusionekane mtu ambaye ni adui. Jehova, wazee wanapokaa pamoja wakapishana katika maongezi yao ndani ya madhabahu haya, wasibebane kama maadui. Jehova, wakati waimbaji wanapoimba, wakati wachungaji wanapohubiri, hata kama mtu ametumiwa kama for example akakwazika wakati wa mahubiri, asibebe mchungaji kama adui. Jehova, ninakuomba, kwa sababu wakati tunahubiri huwa tunatumia watu kama mifano. Jehova, tunaweza tukatumia mtu kama mifano, akatoka akikuchukia, akasema kwamba mbona mifano mbaya ndiye ananitumia tu, mbona mifano ya baraka nitumii. Jehova, ninakuomba ukatusaidie, kuliko kutengeneza maadui kwa wengi, tutengeneze marafiki kwa wengi, kuliko kutoa watu kwa madhabahu kwa sababu ya ombi za kiadui. Wacha tuwaregeshe kwa sababu ya upendo na neema yako, na ukuu wako kaonekane. Na ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Sasa nataka tuingie katika maombi, na mimi sina muda kama 7 hivi ama 10, kwa sababu nyinyi ndio mmechelewa leo. Nyinyi ndio mmechelewa.